Kuna kila dalili Simba Sports Club wanaweza kuwa wamefanya biashara bora ukilinganisha thamani iliyotumika na kiwango ambacho kinaonyeshwa na mchezaji ndani ya winga wa kushoto mpya wa klabu hiyo, Anicet Oura. Anicet Oura hajakuja kwa senti 5 ndani ya klabu ya Simba Sports Club, licha ya kwamba thamani yake sokoni ni euro takriban 200,000, lakini Simba hawakutoa chochote kwa ajili ya kumpata, na inaenda mbali zaidi katika namna ambavyo walimpata. Sio tu kumpata, Simba wamepata wachezaji wengi hapa katikati, of course hata kwenye dirisha hili pia kwa gharama ambazo ni ndogo, au wengine walikuwa free pia, lakini ni namna ambavyo walimpata. Actually, Anicet Oura amekwenda kupatikana na Simba Sports Club ukiwa kuna klabu kutoka Ukraine. Tena sio klabu ndogo, ni klabu ambayo mpaka kufikia msimu wa 23-24 walikuwa kwenye michuano ya UEFA Conference, na wameshashiriki sana kwenye michuano ya Ulaya kwenye miaka mingi sana iliyopita. Klabu ya Zorya Luhansk. Hii ni klabu ya ligi kuu ya Ukraine ambayo kikawaida kwenye kila msimu ni klabu ambayo imezoeleka kushika nafasi 4 za juu, imeshuka sana mpaka nafasi ya 6. Kikawaida, kihistoria ni klabu ambayo imezoeleka kuwa ni klabu shindani, ni contender, Zorya Luhansk. Lakini Simba Sports Club katika kuhakikisha wanampata Anicet Oura walifanikiwa kushinda vita dhidi ya hawa Zorya Luhansk mpaka kufikia katikati ya mwezi wa kwanza, kwa maana ya mwezi uliopita. Anicet Oura alikuwa katika nchi ya Uturuki, nchi ambayo hawa Zorya Luhansk walikuwa wameweka kambi. Zorya Luhansk mwezi uliopita walikuwa wameweka kambi katika nchi ya Uturuki katika mji mmoja unaitwa Belek, Uturuki ndio mji ambao Zorya Luhansk, klabu ya ligi kuu ya Ukraine, walikuwa wameweka kambi. Sasa basi Anicet Oura alitafutwa na viongozi wa Zorya Luhansk kwa bwana, tunakuhitaji, isipokuwa masharti ambayo yalikuwepo kwenye namna ambavyo Zorya Luhansk walikuwa wanamhitaji Anicet Oura wakati huo kamalizana na klabu yake ya Finland, ni mchezaji huru manake, ni kwamba wamfanyie trial, wamwangalie kwa takriban wiki 2, siku 10 mpaka wiki 2, wamwangalie kisha wajiridhishe kutokana na kile ambacho wanakiona, kwa sababu kiukweli profile ya Anicet Oura inavutia. Yani ni winga ambaye ana urefu wa futi 6 inchi 1, then pia ni winga, yani ni winga alafu ana urefu wa futi 6 inchi 1, kwamba ni mrefu kwa namna mawinga walivyozoeleka, alafu ni mchezaji wa pembeni pia. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kikawa kinatajwa kama ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinawavutia hawa Zorya Luhansk, kwamba tunataka tuangalie uwezo wa huyo mchezaji. Mwisho wa siku Steve Barker akaamua kuingilia hapo. Yaani kiufupi Simba wamekwenda kumpora Anicet Oura kutoka kwenye klabu ya Zorya Luhansk, kwa sababu kiuhalisia kabisa ilipofika tu simu na interest kutoka kwenye klabu ya Simba, moja kwa moja dili la kwenda Zorya, hata hiyo trial yenyewe ikawa inaonekana haina maana tena, kwa sababu Simba walikuwa wanamhakikishia kwamba anakwenda kucheza kwenye klabu kubwa Afrika, kwenye klabu ambayo ina uhakika kushiriki michuano ya kimataifa. Hiyo ilikuwa ni a no brainer kwa Anicet Oura, kisha anakwenda kufanya kazi na mwalimu ambaye anamfahamu. Lakini huenda hivi sasa tungekuwa tunamzungumzia Anicet Oura kama ni mchezaji wa ligi kuu ya Ukraine, just imagine, tena sio kwenye timu ndogo. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo Simba kiukweli wamefanikiwa kwenda kumpata mchezaji ambaye uwezo wake ulikuwa unaonekana unadhihiri. Najua story nyingi zilikuwa zinazungumza kuhusu namna ambavyo ameondoka katika nchi ya Finland, lakini kwenye hicho kipindi kifupi ambacho alikaa huko Finland kulikuwa kuna takwimu nyingi, ikiwemo uwezo wake wa kurecover mpira kwenye mechi takriban 5 za kiushindani ambazo alibahatika kuzicheza katika ligi ya Finland. Aliweza kurecover mpira mara 12. Hii ikawa inaonyesha kwamba huyu ni winga ambaye pia ana uwezo wa kuongeza kitu kikubwa sana defensively, kwa maana sio abiria, anaweza kuzuia pale itakapohitajika, anaonekana physically yuko tayari kupambana kama timu itahitaji, awe ana uwezo wa kupress au awe anakuja kumsaidia fullback wake kulinda. Na hicho ni kitu ambacho kwa wale ambao wamebahatika kumwangalia Anicet Oura kwenye michezo kadhaa akiwa ndani ya kikosi cha Simba wamekiona hicho kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo, Simba bwana amekwenda kupata winga ambaye kiukweli mvuto wake ulikuwa unaonekana unaelekea kwingine. Nadharia ilikuwa inakuja kwamba kaachwa Finland, lakini kiukweli alikuwa anakwenda kwenye ligi bora zaidi. Ukilinganisha ligi ya Ukraine na ligi ya Finland, ligi ya Ukraine iko juu zaidi, na alikuwa karibu sana kwenda katika klabu ya Zorya Luhansk, klabu ya ligi kuu ya Ukraine. Lakini mwisho wa siku Simba wakaingilia kati, na mara baada ya kumofa tu mkataba wa miaka 2 ikawa ni sababu ya Anicet Oura kupanda ndege mara moja kuja kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club.